Kuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina na uje e Bwana. Yuaja Yesu, atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Makaburi yote wafu. Msikizaji mpendwa, ujambo wakati huu mahali popote huko. Asante kwa kupata nafasi ili upate kuingia katika kipindi hiki cha kukumbushana. Tunaendelea kukumbushana, msikizaji mpenzi, siku zote ambazo Mungu ametupatia, na sira anataka tuendelee kukumbushana. Dunia yaisha, yenyewe dunia yaisha. Na kabla dunia haijaisha, siku zile Mungu ametupatia tukiwa hai, afadhali tukumbushane juu ya neno lake ili tupate kujua mapenzi yake na anataka tufanye nini. Kabla tujaendelea, msikizaji mpenzi, hebu tupate ombi. Mtakatifu Baba ishiye mahali pa juu mbinguni, jina lako lihimidiwe na ufalme wako uje. Asante kwa nafasi ambayo umetupatia pamoja na wasikizaji wetu, tupate kuhekimishana, tupate kukumbushana kwa yale ambayo ulituambia na tumesahau. Mungu wetu, tunakualika upate kwa miongoni mwetu na upate kutusaidia tupate kuelewa neno lako na tupate kulifahamu na tupate kuishi kwalo. Tunaomba tukiamini na ni katika jina hilo la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Msikizaji mpendwa, leo tutasoma kitabu cha Mwanzo 3 na fungu lake la kwanza na kuendelea. Mwanzo 3 fungu la kwanza inasema hivi. Neno kuu linasema juu ya kuanguka kwa mwanadamu katika dhambi. Nasema kuanguka dhambini. Hiyo ndiyo fungu kuu ama neno kuu la somo letu ya siku ya leo. Tunaona ya kwamba fungu la kwanza linasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Nyoka alikuwa mwerevu kupita wanyama wote wa mwituni. Na akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akashangaa. Kwanza alikuwa hajawahi sikia nyoka akiongea. Alishangaa. Na kwa kushangaa kwake akasema atamjibu. Akasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Basi nyoka amefichua jambo ambalo mwanamke hakuwa analielewa. Ameambiwa akikula matunda yale Mungu alimkataza
na atakuwa kama Mungu. Atakuwa kama Mungu. Kila wakati adui wa Mungu anaenda kinyume cha yale Mungu amesema. Hiyo ndio tunaita pambano kuu. Na liko katika kila hatua ambayo tunaipitia. Kila hatua ambayo tunapita, pambano kuu liko pale. Mungu ameumba bustani nzuri. Ameumba watu wake, ameumba watoto wake Adam na Hawa, amewaweka katika bustani ya Eden. Amewaambia vile wanaweza kuishi kwa kumtii Mungu na kushika agizo lake. Amewaambia matunda yote ya bustani mnaweza kula. Lakini tunda ambalo liko katikati ya bustani, msikule tunda hilo. Kwa nini? Siku ile mtakapokula hilo tunda, mtakufa. Na sio kwa sababu tunda lile lilikuwa na sumu, la. Mungu kila alikuwa anahitaji ni utiifu. Tunda lile lilikuwa tunda nzuri tu, lakini Mungu alikuwa anataka utiifu kwa watu wake, kwa watoto wake. Wajue ya kwamba Baba amesema tusiguse hili, tusikule hili wala tusiguse. Wajue hivyo. Na hata ikiwa ni nzuri, hata ikiwa ni mbaya, lakini tumeambiwa tusiguse wala tusikule. Lakini hatujui ni muda gani ilichukua kabla ya watu hao wa Mungu kukaa katika bustani ya Eden ambayo ilikuwa nyumbani kwao. Hatujui ni muda gani ilichukua ili wakaasi na wakafukuzwa kutoka kwa bustani. Tunaona ya kwamba mwanamke alipomsikiza nyoka, na kwanza Mungu alipowaumba hao wawili aliwaambia msiachane. Kila wakati mtembee pamoja. Kazi zote mfanye pamoja. Msiachane. Kuna malaika aliyeasi mbinguni. Na malaika huyu alitubwa nje ya mbingu. Na ana uwezo wa kutembea kila sayari. Na ana uwezo wa kutembea hapa. Kwa hivyo kila wakati mtembee pamoja na msiachane. Ilifanyikaje siku hiyo hatuelewi ilifanyikaje kwa nini? Mama Hawa alimwacha mumewe, na huwezi kujua alimwacha wapi, alimwacha nyumbani akifanya nini. Maybe kama kawaida yetu akina mama tunaenda kukusanya chakula, kuleta mboga, kuleta nini. Labda alifanya hivyo, lakini hatuelewi. Siku hiyo mama alikuwa akitembea peke yake bustanini, na akatembea karibu na ule mti ambayo waliambiwa wasiukaribie, wasiuguse na wasikule matunda yao, wasije wakafa. Naye mama hao aliposikia nyoka akiongea, sijui alifutiwa na ile sauti ya nyoka kuongea, akafika karibu na akashangaa nyoka anaongea. Na anasema ya kwamba tuliambiwa tusile matunda ya mti yoyote katika bustani. La, huo ni uongo. Akamwambia hapana, tuliambiwa miti yote ya bustani tukule, lakini mti huo ambao uko katikati ya bustani tusiuguse wala kula tusije tukafa. Naye nyoka akamwambia hapana, Mungu anajua mkikula mti wa katikati, mtajua, macho yenu yatafunguliwa, mtajua mema na mabaya, na nyinyi mtakuwa kama Mungu. Hai, mama kusikiza hivyo akafutiwa. Akawa na ile tamaa ya kutaka kula tunda lile. Na ni nani aliyekuwa ndani ya nyoka? Nyoka alikuwa ana sura nzuri, alikuwa mnyama wa kupendeza sana, mrembo ajabu. Hata unabii unasema ya kwamba alikuwa na miguu na alikuwa na mabawa ya kuruka. Nyoka. Unabii unafafanua hivi.
na mambo ya unabii, na utayapata katika kitabu cha Ufunuo 19 na fungu la 10. Uone ni ushuhuda wa Yesu Kristo na umepanuka kwa njia pana sana. Kwa hivyo yule mama naye akasikia nikiwa nimefunguliwa macho nitasikia vizuri. Akakaribia, na yule nyoka naye shetani akiwa ndani yake akachukua tunda lile, akamwambia, angalia, tazama, mimi nakula, angalia, ni tunda tamu na ni nzuri kwa chakula. Nimekula, angalia, nimemaliza, sijakufa na siwasi kufa. Na hata wewe ukikula utakuwa kama mimi. Mwanamke akasikia tamaa, kamesa mate, nataka kula hiyo tunda. Kumbuka, nyoka hakukata tunda apatie yule mwanamke ambaye ni nyanya yetu anaitwa Hawa. Nyoka hakumpatia tunda. Nyoka alikata tunda akala mwenyewe na tambi zake mwenyewe. Mama Hawa alikaribia mti na nyota akimwambia, wewe chukua tunda, chukua. Nyosha mkono uchukue tunda na ukule. Mama Hawa alinyosha mkono wake, akakata tunda ambaye Mungu alikuwa amemwambia hata usiguse. Akagusa tunda lile na akalikata na akaweka peke yake mdomoni. Labda angekata tunda na asiweke mdomoni, sijui ni nini ingetokea. Kitu kingetokea, lakini hatujui ni nini. Lakini alipokata tunda na kuweka mdomoni, akauma na akatafuna, akasikia ni tamu, akamesa. Basi agizo la Mungu likatimia. Siku ile utakula ile tunda, kufa utafanya nini? Utakufa. Na alipokula ile tunda akasikia ni tamu, linafaa kwa chakula, akakata, akapelekea mumewe. Na akamwambia, tunda hili ni tamu. Akamuuliza, umekula lile tunda tulikataza? Akamwambia, ni tamu, ni nzuri, yafaa kwa chakula. Umekula lile tunda tulikatazwa? Ate ndio, ni nyoka aliniambia. Nimekuleta na wewe ukuli. Umekula lile tunda tulikatazwa? Ndio, na wewe ukule, usikie vile iko tamu. Adamu alijua makosa yametendeka tayari. Na kwa upendo ule ambaye alisema, huyu ni nyama ya nyama zangu, ni mfupa wa mifupa yangu, huyu ndiye mimi. Akachukua lile tunda mkononi mwa mkewe mara mmoja na kula. Hata hakukaa ageuze mawazo yake, hakukaa afikirie kugeuza mawazo. Alichukua tunda lile na kuweka mdomoni na kula. Ni nini litendeka wakati Adam alikula tunda? Jambo lilitendeka. Alipokula lile tunda, jambo ambalo alikutendeka kwa Hawa lilitendeka kwa Adam na Hawa. Sasa walijikuta wako uchi. Kwa nini uchi? Utukufu wa Mungu umewaondoka. Sasa wamebaki tu wanadamu bila utukufu wa Mungu. Na ndio wakakimbia kichakani kujitengenezea nguo za matawi. Kifo kimeanza kwa sababu matawi sasa yameanza kuanguka. Wakajificha kichaka wakitengenezea nguo za matawi. Naye masaa yale yalipofika, Mungu anawatembelea. Mungu alikuja akawatafuta. Aliyechukua hatua ya kwanza kutafuta mwingine ni Mungu. Alichukua hatua ya kutafuta mwanadamu. Adam, uwapi? Adam akaitika kutoka kichakani, nilisikia sauti yako nikajificha. Akamuuliza, mbona leo umejificha? Umekula tunda ambao nilikwambia usikule.
Akasema sio mimi, ni huyu mwanamke uliyenipatia. Mwanamke, ni kitu gani hicho umefanya? Sio mimi, ni nyoka alinidanganya. Nyoka hakuulizwa swali. Unaweza fikiria kwa nini nyoka hakuulizwa swali? Nyoka ni yule alianza pambano kuu mbinguni. Sio nyoka mgeni. Ni yule alianzisha pambano kuu mbinguni. Kwa hivyo Mungu hakumuuliza swali lolote. Aliona hiyo ni kazi yake, ndio alianzisha tangu mwanzo. Kwa hivyo kila alitoa tu ni punishment. Punishment ndiye alisema ya kwamba wewe umemdanganya mwanamke huyu, na kupitia kwa usao wake atakuja mmoja ambaye atakuponda kichwa, atakuponda. Sio kujeruhi, hapana, sio kujeruhi, kuponda. Kuponda ni kumaliza kabisa. Kujeruhi, unaweza kujeruhi na lile mahali umekata ukapona, lakini kuponda, unaponda kabisa. Kwa hivyo akaambia mwanamke, nawe utapata watoto kwa uchungu, na uchungu umeongezeka, na utakuwa chini ya mume wako, atakutawala, na we mwanaume utapata chakula kwa jasho, na utalisha familia yako. Na Mungu alitoa punishment kwa hawa wote zaidi ya vile nimeongea. Na hivyo ndivyo ilikuwa tangu wakati huo mpaka sasa, na inaendelea mpaka mwisho wa dahari. Na hata kama mwanadamu anajaribu kubadilisha, uasi ni ule. Akina mama wanaenda Beijing, wanasema sasa nasi tumeenda Beijing, tumepata nguvu. Sisi nasi mwanaume hawezi kunichezea. Ninafanya ile kazi anafanya. Mimi na yeye tunatoshana, ni sawa, mnatoshana. Lakini Mungu alisema utamtii mume wako na utakuwa chini ya uongozi wake. Hata kama unapata pesa nyingi, mwanaume atabaki kuwa mwanaume mpaka Yesu aje. Na mwanamke atabaki kuwa mwanamke mpaka Yesu aje. Na hata baada ya hayo sijui kama kuna mabadilisho, ijapokuwa kila najua hakutakuwa mwingine akiwa chini ya mwingine, lakini wote watakuwa katika hali moja ya upendo. Na hata wakati huu mahali kuko na upendo, hakuna mwingine ambaye yako juu ya mwingine. Wote wako katika hali sawa ya upendo wa Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Na watoto wake wote ni wa upendo. Na mahali kuna upendo, hakuna punishment. Hakuna pigo. Mahali kuna upendo, hakuna pigo. Hakuna kulaumu, hakuna kitu chochote, watu wanakaa katika hali ya upendo. Hapa tunaona ya kwamba kile Mungu ameahidi, kile Mungu ametuambia tufanye, Mungu abadiliki. Sisi ndio tunabadilika. Mwanadamu vile Mungu alimkataza, mti wa uzima, mti wa kuongeza maisha uko pale. Na baadaye watu wa Mungu watakula matunda ya uzima wa milele. Wakati Mungu atawaruhusu kula matunda ya uzima wa milele. Na hata kama kuna sayari za Mungu ambao sina watu wa Mungu ambao wako wasi,
hata wakati huu hawajawahi kuonja ule mti wa uzima. Uko katikati ya bustani, hawajakula. Na lakini wakati shayari hii itashinda, wote pamoja watakula mti wa uzima wa milele na wataendelea kuishi milele. Vile siku za mti siko, na ndivyo Mungu anasema siku za watu wangu sitakuwa, katika kitabu cha Isaya 65. Kwa hivyo msikizaji mpenzi, tujue ya kwamba kila Mungu amesema atatimiza, na kila amesema ageuki. Ni kwa nini tunafuatanisha mambo haya? Tunafuatanisha mambo haya ili tupate kuona ya kwamba Biblia kila inasema ni kweli na ni haki na kibadiliki. Sisi wenyewe ndio tunabadilika, lakini neno la Mungu halibadiliki. Dhambi imeingia duniani na punishment imetangazwa, na tunaendelea nayo mpaka leo. Tunaona vile shida iliyoko, kifo kimetusumbua, na kifo kimeleta shida nyingi kwa jamii za wanadamu. Kifo ni kitu kibaya. Kifo ni kitu kibaya. Tumejaribu kupunguza utungu wa kupata mtoto. Madaktari wanajaribu kupunguza uchungu wa kuzaa, lakini bado huko. Lakini wanajaribu sana, lakini bado huko. Kwa hivyo msikizaji mpenzi, kile Mungu amesema hakitapita, na hakuna yule atakitoa. Yeye mwenyewe Mungu ndiye atatoa, na kiwezi kupita mpaka kitimie. Mungu akubariki msikizaji mpenzi. Mpaka wakati mwingine tena tutakapokutana, tuendelee kukumbushana na kuonyeshana kile Mungu anataka tufanye ili tufikie ufalme wa milele. Ubarikiwe sana. Ni Morao Mano, ulikuwa na yeye. Na mamilioni pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri